Sawa, karibuni ndugu waandishi wa habari kwenye mkutano wetu, ambapo leo hii tunao ndugu zetu Dodoma Jiji. Watakuwa na mchezo mzuri kabisa katika uwanja wa Airtel siku ya kesho wakicheza na Fountain Gate, na tayari kila mmoja amefika, na mbele yetu tunao wenyeji wa mchezo huo ambao ni Dodoma Jiji, na mbele hapa ni kocha wa timu hiyo. Tuko naye hapa kwa ajili ya kumuuliza maswali kuelekea mchezo wa kesho. Kocha, karibu sana mkoa wa Singida, na ni sehemu sahihi kabisa. Tuambie kuelekea mchezo wa kesho, Dodoma Jiji mmejiandaje? Nashukuru kwa Asalamu alaykum ndugu waandishi wa habari. Salaam. Bwana asifiwe. Milele amina. Ni jambo zuri la kumshukuru Mungu kwa mahali hapa, lakini pia niseme tu kwamba tupo hapa hii ni siku karibu ya tatu. Hii siku ya tatu hapa tunafika maeneo haya baada ya uwanja wetu wa Jamhuri Dodoma kuwa umefungiwa kwa ajili ya maadhimisho. So tumechagua uwanja huu, lakini nia kubwa iliyo ni hapa ni kuelezea maandalizi yetu kuelekea mechi yetu ya kesho dhidi ya Fountain. Maandalizi yetu kwenye kipindi cha mazoezi yako vizuri, lakini pia katika hali za wachezaji ziko vizuri, na tumepata urejeo wa wachezaji wetu ili Kabwile ambayo tulimkosa katika mechi ambayo iliyopita, kwa maana mechi ya Azam tulikuwa naye, Edgar William tulikuwa naye pia katika mechi ya Azam, Beno Ngasa pia tulikuwa naye katika mechi ya Azam. So tunaona urejeo wao pamoja na uwepo wa wachezaji ambao hajatumika Bea, nafikiri ni kitu kizuri sana kwenye maandalizi yetu. Kwa hiyo ukiweka hivyo pamoja na preparation ambayo tumeweka kwenye kiwanja cha mazoezi, ukizingatia ugumu wa mechi ambayo tutakuja kukutana nayo na raundi hii ya pili, nafikiri ni mpaka sasa hivi so far katika masaa machache yaliyobaki nafikiri tuko tayari. Sawa. Karibuni kwa ajili ya maswali. Karibu. Sawa. Tutarajie mchezo aina gani kesho? Tutarajie mechi ya Dodoma Jiji na Fountain. Kuna ushindani ule wa kufahamiana, lakini pia kuna ushindani wa level za timu, kwa sababu hizi ni mid table team. Hizi ni timu za daraja tuseme la kati, ukitoa wale jaji katika ligi yetu, then kuna hizi timu zinazofuatana. So kiachilia mbali hilo, raundi ya pili ishageuka hivi. So sasa hivi mtu anachanga karata zake na kufahamu kupona. Hiyo tu inakupa taswira aina ya mechi yenyewe inayokuja, lakini taswira nyingine ya mechi inayokuja nafikiri ni ushindani ambao unatolewa na Fountain. Ukiangalia pia ni timu ambayo unaona inapata pointi 3, inapata pointi 1, na wako na rekodi mbaya katika viwanja hata vya ugenini pia. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni timu ambayo tunapaswa kuiheshimu, kuiendea tafadhali, na wako na mwalimu ambao wanafanya vizuri. Nafikiri nampongeza pia kwa nafasi yake, lakini ushindani nao uzungumzie, mimi nafikiri itakuwa ni mechi nzuri kwa watu ambao watakaoiangalia, iwe kwenye television ama iwe kwenye kiwanja. Itakuwa ni mechi ambayo iko na level ambayo ni nzuri na standard ambayo ni nzuri kulingana na kacha ya hizi timu, namna ambavyo zinazotumika kwa walimu wake. Kwa hiyo na mechi ya ushindani, lakini ambao mwisho wa siku sisi Dodoma Jiji tunahitaji mechi hii kama mechi yetu nyumbani kuipata pointi sana. Karibuni. Mwalimu Amani Tusia, karibu sana. Asante. Kuja kucheza Singida, lakini uwanja wenu wa nyumbani ni Jamhuri na taarifa hiyo kwa ajili ya kesho. Na kuja kucheza Singida na Fountain Gate ni kama wote wageni. Hii kwenu nyinyi inawezekana ikaathiri kiasi gani wachezaji katika mchezo huu? Siwezi kukataa athari ipo. Athari mojawapo kubwa ni kwamba tunawakosa washabiki wetu ambao wanatupa support. Watakuja ndio, lakini haiwezi kuwa same number ya watu ambao tungeweza kuwapata Jamhuri. Athari nyingine ya pili nafikiri ni ile ni metro glass, ndio ile kwa Jamhuri hapo ni artificial glass, ndio maybe hivyo ndio vitu, lakini hii haiko kwetu tu, iko katika hizi timu zote mbili, isipokuwa nazungumzia tu kama mechi ya nyumbani, namna ambavyo inapaswa kuwa na mazingira ambayo yanapaswa kuwa, lakini hiyo si excuse yoyote hiyo. Huwezi kusema ni athari, kwa sababu nafikiri kwamba sasa ni game ambayo iko 50-50 kwa kila mtu. Mwenye power, mwenye aliyejiandaa vizuri, mwenye quality, mwenye mbinu sahihi anachukua hizo points, na sisi tunajiweka katika nafasi hiyo kwamba tuwe na nguvu kubwa uwanjani, tuwe na ueledi mzuri uwanjani, then tuamue mechi kutokana aidha na mbinu ama individual. Hapo mwalimu sio kwa lazima sana, lakini tunagusia swala la nyasi bandia pamoja na nyasi za asili, kwa maana uwanja wa Singida mnaenda kutumia
uzoea ni nyasi za asili. Kuna shida gani kwa mchezaji? Inasababisha nini? Maelezo ya tofauti ya nyasi bandia pamoja na nyasi asilia nafikiri ni maelezo marefu kwenye zoezi, isipokuwa tu wakati mwingine wewe unahitaji maandalizi ya karata ya siku moja ama mbili, at least kuwabadilisha tu wachezaji namna unapokimbia kwenye kiwanja cha kawaida na kiwanja ambacho kuna nyasi bandia, kuna utofauti wake, lakini pia hata kudunda kwa mpira kwenye namna mpira unapotembea kwenye nyasi za kawaida, yaani kuna vitu vingi ambavyo sio vya kunani, hatuwezi kupata muda wa kuvielezea sana kwa kufuata, lakini baadhi yake ni